kwenye dira kamili ya Iqra FM. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Miongoni mwa tuliokuandalia katika taarifa za siku ya leo ni kuwa Wakenya wataka haki zao kuheshimiwa. Mfalme wa Uholanzi amwambia Ruto, huku sina kinyongo na mtu yoyote, asema Nyoro baada ya kuondolewa kwenye kamati ya bajeti. Na kimataifa ni kuwa idadi ya waliouawa kwa mashambulizi ya Israel huko Gaza yafikia zaidi ya 400. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na karibu kwenye dira kamili. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasema hajui ni kwa nini aliondolewa kama mwenyekiti wa kamati yenye ushawishi mkubwa ya bajeti na matumizi. Nyoro anayehudumu kwa muhula wake wa pili alitimuliwa wiki jana na nafasi yake kuchukuliwa na mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi. Atandi ni mwanachama wa ODM. Marekebisho hayo pia yalishuhudia washirika wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakiondolewa katika nyadhifa kuu za uongozi bungeni. Akizungumza katika kikao cha kitaifa na wanahabari kutoka afisini mwake, Nyoro alisema kuwa ingawa uteuzi wake ulizingatia mashauriano mapana, hakuna aliyemfahamisha kuhusu sababu zake za kuondolewa. I also want to thank you because you have been also very pivotal through the process that we have had in the position I occupied before, and I am really truly grateful. Just as a preamble, so that we are all on the same page, I live in Kenya, and therefore I know Nyoro ambaye alichukuliwa kuwa mshirika wa karibu wa Rais William Ruto kabla ya kuondolewa kwake, alifichua kwamba alizungumza mara ya mwisho na rais kuhusu masuala ya kisiasa mwaka jana. Na seneta mteule Gloria Orwoba amedinda kusoma msamaha uliotayarishwa kwa ajili yake baada ya kurejeshwa kwa seneti wiki chache baada ya kusimamishwa kazi. Majibizano yalizuka kati yake na spika wa seneti Amason Kingi, hatua ambayo ilimlazimu kuondoka kwenye kikao bila kuomba msamaha kama ilivyoainishwa. Kulingana na Kingi, mojawapo ya masharti ya kurejea kwa Orwoba ni kuwasilisha ombi la msamaha kwa seneti baada ya kusimamishwa kwake kwa siku 79 kupunguzwa hadi siku 30. Alitarajiwa kusoma yaliyomo bila kuachwa au nyongeza. Hata hivyo, hili halikumridhisha spika ambaye alifichua kuwa Orwoba alikuwa ameruka sehemu kadhaa za ombi la msamaha lililoidhinishwa na kikao cha seneti. It is happening to me now, but it is going to happen to you in the future, because I am not fighting anyone. I am actually saying I reported a case, it has not been investigated, and the powers that be are actually influencing a process so that I can incriminate myself and therefore perjure myself in a court case that is ongoing. I find this very unfair, and this being the upper house, Mr. Speaker, I want to say that I'm disappointed, and I want to say that I am not going to trade a salary for something that has not been investigated. I can stay without the salary, I can stay without the position, Mr. Speaker, and I still continue to say it is unfair that someone who has reported a matter is being taken through the court. Na aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu amewasilisha ombi jipya akitaka achiliwe kwa bondi, huku akiendelea kutumikia kifungo cha jela baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi. Ombi hilo jipya linajiri baada ya kukata rufaa dhidi ya hukumu yake ya kifungo jela iliyowasilishwa na gavana huyo wa zamani, ambayo bado haijashughulikiwa. Mnamo Februari tarehe 13, Waititu alihukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani au kulipa faini ya shilingi milioni 53.5 baada ya kupatikana na hatia ya kutoa zabuni kinyume cha sheria wakati wake kama bosi wa kaunti ya Kiambu. Wakati wa hukumu hiyo, Waititu alihukumiwa kutumikia kifungo cha miaka 5 jela au kulipa faini ya shilingi milioni 2.5. Zaidi ya hayo, mahakama ilitoza faini ya lazima ya shilingi milioni 51 bila kutumikia kifungo cha miaka 7 gerezani. Na serikali kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu almaarufu HELB imetoa shilingi bilioni 1.56 kwa wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kiufundi. Kulingana na waziri wa elimu Julius Migos Ogamba, fedha hizo zilitolewa siku ya Ijumaa na zitasaidia pakubwa
katika kuwanufaisha wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya anuai wanaonufaika na mpango huo. Utoaji wa mgao huo unajiri huku baada ya wabunge kukosoa serikali kwa kucheleweshwa kwa fedha hizo. Ucheleweshaji huo ulifuatia uamuzi wa Mahakama Kuu mnamo Disemba tarehe 20 mwaka jana uliotangaza mtindo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu kuwa kinyume na katiba. Uamuzi huo ulizuia kutekelezwa kwa mtindo huo hadi pale serikali itakapohakikisha kwamba inafuatwa na matakwa ya kikatiba na sheria. Hii ni Dira ya Iqra 95.0 FM. Na tukisonga mbele ni kuwa Mfalme Willem Alexander wa Uholanzi ameutaka utawala wa Rais William Ruto kuheshimu haki za kimsingi za kila raia kwa mujibu wa katiba. Mfalme huyo ambaye yuko nchini kwa ziara ya kiserikali ya siku 3 alisema kuwa ziara yake itazingatia masuala muhimu kama vile haki za binadamu, utawala bora na uwajibikaji. Alifichua kuwa atazungumza na vijana wa Kenya katika ubalozi wa Uholanzi ili kuelewa matatizo yao. Kufuatia mkutano katika ikulu, viongozi hawa wawili walitia saini hati 3 za makubaliano na barua ya nia. Mfalme Alexander alionyesha imani kuwa makubaliano hayo yataimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Makubaliano hayo matatu yatalenga maeneo muhimu kama vile biashara, kilimo na utalii. Viongozi hawa wawili pia watachunguza sekta zingine ikiwa ni pamoja na usalama na hatua za hali ya hewa. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru, Askofu Kawira Mwangaza, ametangaza kuwa ana jambo lake kuu kwa wafuasi. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Facebook, Mwangaza aliwataka wafuasi wake kuwa ange kupokea tangazo lake ambalo aliweka wazi kwamba litakuwa ni tangazo lenye dhumni kuu la kisiasa. Hii ni mara ya kwanza kwa gavana huyo wa zamani kuvunja kimya chake tangu kuapishwa kwa gavana mpya jana asubuhi. Kuapishwa kwa gavana mpya ambaye alikuwa naibu wa Mwangaza, Isaac Mutuma, kulimaliza kivingaito cha kisiasa cha zaidi ya miaka miwili ambacho kimekuwa kikishuhudiwa kati ya Kawira Mwangaza na bunge la kaunti ya Meru. Masaibu ya Mwangaza yalianza miezi 5 tu baada ya kuapishwa kwake kama gavana baada ya kushinda kwa tikiti ya mgombea huru katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Na katika habari za kimataifa, rubai za kimataifa kule Israel ni kuwa jeshi la Israel linasema kuwa limefanya mashambulizi makubwa katika ukanda wa Gaza, huku wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas ikiripoti kuwa zaidi ya Wapalestina 400 wameuawa. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema linashambulia kile kilichokiita maeneo ya ugaidi ya Hamas. Mashambulizi yanaendelea na IDF hivi karibuni ilitoa maagizo mapya kuhama kwa maeneo mengi. Mahmoud Abu Wafah, naibu waziri wa mambo ya ndani huko Gaza na afisa wa ngazi ya juu wa usalama wa Hamas katika eneo hilo, ni miongoni mwa waliofariki. Hili ni wimbi kubwa zaidi la mashambulizi ya anga huko Gaza tangu kusitishwa kwa mapigano kuanza tarehe 19 Januari. Mazungumzo ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano Gaza yameshindwa kufikia makubaliano. Zimekatika dakika 10 baada ya saa 12 majira ya Afrika ya Mashariki. Huo ndio mwisho wa Dira Kamili. Umekuwa ukisomewa nami Abdul Hamid Suleiman. Ungana nasi ifike hapo saa 4 usiku kwa hizi na taarifa zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa ya tofauti. Kwani hii ni gari gani buda?